mamlaka ya hali ya hewa, lakini na wataalamu kutoka ofisi yetu wanashirika masuala ya kilimo wanatambia kwa mkoa wetu kwa mwezi huu wa 11 mvua tulioipata ni 6% ya mvua ambayo tulitakiwa tupate, kiwango cha maji na muda wa mvua kunyesha. Kwa hivyo hii inasema nini? Kama tusipofanya jitihada, mkoa wetu tutakuwa na upungufu wa chakula. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani amesema kuwa hajaridhishwa na maendeleo ya mradi wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji uliofika 84.9 uliogharimu serikali takriban shilingi bilioni 18.6. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutembelea bwawa hilo, Balozi Batilda amesema kuwa hajaridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa bwawa hilo kutokana na udogo wa nguvu kazi, na hivyo na kumwelekeza mkandarasi kuongeza vijana ili kuweza kukamilisha mradi huo kwa wakati. Kwa upande wake, meneja wa mradi mhandisi Leonard Someka alisema kuwa bwawa hilo litakapokamilika litakuwa na uwezo wa kuhifadhi lita za ujazo bilioni 37.5 za maji zitakazotosheleza mahitaji ya umwagiliaji kwenye bonde la Mkomazi. Ni kweli Mheshimiwa DC unasema unaridhika na vakwenda, lakini mimi siridhiki. Kwa sababu huu mradi ni mkubwa wa bilioni 18. Hapa ilitakiwa wafanyakazi wawe wengi kama nyuki. Hii kupanga mawe hii, kama tungekuwa na wafanyakazi wa kutosha, tungekuwa tumeshamaliza huu mnyororo wote. Kwa hali hii tunaendelea, nina uhakika tumeongezewa miezi 6. Itafika mwezi wa pili hatujamaliza hii kazi. Nimeangalia tu kwamba tusipofanya jitihada za kuongeza kasi katika utendaji kazi, hatutakamilisha mradi kwa wakati. Mvua tunazotegemea pekee ni za mwezi wa 3. Kama tutaenda hivi, mwezi wa pili utaisha, mvua zitanyesha, bado hatujafikia kuanza kukinga maji. Ama tutakinga maji wakati simenti haijakauka na ikaleta tena shida. Kwa hivyo mimi nimwelekeze mkandarasi, kasi ya kazi ni ndogo. Tumieni gharama. Madam mmeongezewa pesa, tumieni gharama kuleta nguvu kazi kubwa zaidi katika eneo ambalo halina utaalamu. Eneo la kupanga mawe wala haina shida. Waongeze vijana wapo. Kama vijana wa Korogo wanaweza kuja Tanga mjini kufanya kazi ya kuchimba mitaro, watashindwa kuja hapa Korogo kufanya kazi? Ni vijana wanaojituma na wanapenda kazi. Kwa hivyo waiteni vijana wengi zaidi, na mimi nitakuja wiki ijayo nikute vijana wengi zaidi. Ili eneo hapa mimi nataka tulimalize. Tuhakikishe kwamba tumeweka hii embankment, maji yaanze sasa kuja. Na kwa sababu hatuna uhakika sana. Wenzetu wanasema inaweza mvua itakuja mwezi wa 3. Mvua zinaweza zikaja mwezi wa 2. Kwa hivyo tutakuwa tumepoteza fedha nyingi na malengo ya Mheshimiwa Rais hayatatimia. Lakini wakati tunamalizia mradi, tujipange huku kwenye downstream. Watu watakaotakiwa kuanza sasa kuingia kwenye mashamba, scheme za umwagiliaji, connectivity ya maji ianze kupangwa sasa. Tulikubaliana na vijiji hivi vya huku juu waweze pamoja na vya chini waweze kupatiwa maeneo, vile vyama vyetu vya ushirika na wanaoshirika na masuala haya, tusimame kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila mtu anajua maji haya yatakapoanza kumiminika, mradi utakapoanza kufunguliwa, nani analima wapi na katika utaratibu gani, tuweze kujipanga. Sisi tunategemea Tanga tulishe Kilimanjaro, tulishe Manyara, tulishe Arusha kwa mradi huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais ametuwekea. Gharama ya mradi ya awali ilikuwa ni bilioni 18,289,594,080. Gharama ya mradi baada ya kuongezwa kazi ni bilioni 18,629,100. Bilioni 18,629,902,540 pamoja na vati. Malipo yaliyofanyika mpaka sasa ni bilioni 11,267,488,065, sawa na 60.5%. Muda wa uangalizi ni siku 365. Ujazo wa bwawa ni mita za ujazo milioni 37.5. Wanufaika ni wakulima zaidi ya 20,000 kutoka kata 7 za vijiji 28 katika wilaya ya Korogwe. Eneo litakalomwagiliwa ni hekta 9,000 sawa na ekari 22,500. Zao ni mpunga. Kazi zinazofanyika na utekelezaji wake: ujenzi wa tuta la kuzuia maji urefu wa mita 325 liko 80%,
ujenzi wa ukuta wa zege wenye urefu wa mita 325 huko asilimia 99, ujenzi wa spillway huko asilimia 86, ujenzi wa ofisi ya meneja wa mradi kwa ajili ya huduma za umwagiliaji huko asilimia 99, ujenzi wa barabara kuelekea eneo la ujenzi wa bwawa kutoka barabara kuu huko asilimia 98, ujenzi wa miundombinu mabomba kwa ajili ya kutolea maji bwawani kwenda mashambani kwa asilimia 80. Kazi zilizoongezeka ni ujenzi wa mfereji wa Kwesasu kwa ajili ya kuingiza maji bwawani kutoka mto Pangani kwa urefu wa mita 3500 ambao haujaanza bado. Ujenzi wa sand flushing system huko asilimia 50. Taa za barabarani kuelekea eneo la ujenzi wa bwawa huko asilimia 90. Faida na wanufaika wa bwawa la Mkomazi. Wakulima wa bonde la Mkomazi walikuwa na kilio cha muda mrefu kwa kulima kipindi cha mvua tu, lakini sasa watalima mara 2 hadi mara 3 kwa mwaka. Faida nyingine ya bwawa ni kupunguza athari ya mafuriko yanayokumba mashamba ya wakulima.